itakudumu kubaki kuwa mwaminifu. Asante kwa maana upo hapa na jina lako litukuzwe na huruma yako iweze kufanya kazi, kwa kuwa wewe mwaminifu na utabakia kuwa mwaminifu. Mwaminifu, mwaminifu Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tumshangilie Mungu mwema ambaye amekuwa mwaminifu kwetu na amekuwa akifanya vitu ambavyo kifikra na kibinadamu haiwezekani. Tumshangilie tena Mungu aliye mwema sana, Mungu ambaye ni mtakatifu na daima amekuwa mwaminifu kwetu. Tumshangilie tena Mungu wa ajabu. Ni Mungu wa milele huyu, ni Mungu mtakatifu sana huyu. Jina lake litukuzwe na endelee kuhimidiwa milele na hata milele. Sema amina. Chukua nafasi yako katika utaratibu mzuri kabisa ndani ya uwepo huu wa Mungu wetu, yeye ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amina, amina. Nisaidie kumkaribisha jina lako, mwambie karibu Jumatano ya leo. Mpe mkono wa furaha, mwambie karibu Jumatano ya leo. Muangalie kwa furaha, muangalie kwa furaha, mwambie karibu Jumatano ya leo. Mwambie tena karibu Jumatano ya leo. Ni Jumatano ya pekee. Mungu atajitukuza kwa namna ya pekee kwako wewe na kwa maisha yako. Na mimi niwaambie tuliofika hapa hivi leo, Mungu atajitukuza kwetu. Mungu atajitukuza Jumatano ya leo. Mungu atajitukuza Jumatano ya leo. Na mimi nikuhakikishia leo, kwa kuwa tuko ndani ya Jumatano tena ya Juma Kuu, leo vitaumbwa upya na nchi itageuka. Vitaumbwa upya na nchi itageuka. Ndani ya familia vitaumbwa upya, ndani ya kizazi vitaumbika upya, ndani ya ofisi vitaumbika upya, mpaka afya zitaumbika upya, mpaka maisha yataumbika upya, yale yaliyoshindikana yataumbika upya. Vitaumbika upya kwa jina la Yesu Kristo. Mpaka familia yako, mpaka utendaji wako, mpaka ukuu wako yatafanyikaje hayo. Tuko ndani ya Juma Kuu, na ndani ya Juma Kuu hili makuu yatafanyika, makuu yatatokea, makuu yatathibitika. Yatokee yasitokee. Wangapi wanasema yatokee makuu Mungu anakusudia? Hebu sema yatokee. Yatokee kwa jina la Yesu. Tikisa mkono, sema yatatokea. Sema yatatokea. Sema yatatokea. Yatokee yasitokee. Wangapi wanasema yatokee? Makuu yafanyike, makuu yatokee na yathibitike kwetu. Na kwa kuwa Mungu ni Mungu, atatenda. Hebu sema atatenda. Hebu sema atatenda. Na mimi nikuombe, uliko kumekata tamaa, uliko kumefeli, nyanyuka tena kwa jina la Yesu. Uliko kuona haiwezekani, nyanyuka tena kwa jina la Yesu. Uliko kuona kwamba mambo yameharibika, bado hayajaharibika. Ni swala la muda tu, ni swala la muda tu. Saa ikifika, Mungu atajitukuza. Mungu atajitukuza. Mungu atajitukuza. Hata wale waliomsulubisha Yesu, saa ilipofika walikiri, wakakubali, wakasema hakika huyu ni mwana wa nani? Tunataka na wale waliosema kwamba haiwezekani wakubali kwamba hakika kumbe huyu sio kawaida. Hebu sema inawezekana. Wakati tunajiandaa kwa misa takatifu hivi sasa, dakika chache zijazo, usisahau tumetembea kwa majuma mangapi? 4. Na maandiko matakatifu ambayo tumekuwa tukitembea nayo ni juu ya nguvu ya matumaini. Hebu sema nguvu ya matumaini. Hebu sema nguvu ya matumaini. Mama Kanisa aliachia fursa kwa mwezi mzima huu kutembea na nguvu ya matumaini, hasa kwa kipindi cha Kwaresma, kutembea kwa matumaini. Maana huu ni mwaka wa jubilei. Hebu sema ni jubilei. Na tunasema jubilei 2025. Sema kwa nguvu, jubilei 2025. Sijasikia. Jubilei 2025. Hebu sema maujaji katika matumaini. Hebu sema kujasiri maujaji katika matumaini. Leo tunataka tupokee nguvu ya matumaini, ili pale uliko kwa chini, ile nguvu ishuke, uinuke tena. Ile nguvu ishuke, ufanye tena. Ile nguvu ishuke, utende tena. Maandiko tuliyosimamia ni Zaburi ya 39 aya 7. Zaburi ya 39 aya 7. Na walimu wetu watembea na sisi vizuri sana.
kusimamisha na kutoka ndani, ili yalete maana, yalete mantiki ya pekee katika maisha yako. Zaburi ya 39 aya ya 7. Na sasa ninangoja nini? Na sasa ninangoja nini, e Bwana? Matumaini yangu yako kwako. Matumaini yangu yako kwako. Na sasa ninangoja nini, e Bwana? Matumaini yangu yako kwako. Sema matumaini yangu yako kwako. Sema tena kuja siri, matumaini yangu yako kwako. Inua mkono wako, sema e Bwana, matumaini yangu yako kwako. Matumaini yangu yako kwako. Matumaini yangu yako kwako, na yatabakia kwako milele na milele. Haijalishi mambo yameharibikaje, haijalishi dunia inaonaje, haijalishi ulimwengu unaonaje, matumaini yangu yako kwako, na yatabakia wapi? Kwako. Wapendwa katika Kristo, mimi nikusihi, tumaini lako linapokuwa kwa Bwana, tumaini lako linapokuwa kwa Mungu, tumaini lako linapokuwa kwa Kristo Yesu, haijalishi dunia inasemaje, haijalishi mambo yanaharibika namna gani, haijalishi hali ni mbaya namna gani, tumaini lako linapokuwa kwa Bwana, hata kama imebakia dakika moja, Mungu atafanya. Hata kama imebakia sekunde moja, Mungu atatokea. Mungu anapokuwa tumaini lako, haijalishi utayumba namna gani, haijalishi mambo yataharibikaje, bado atajitukuza. Mimi nikuombe, tumaini lako lisitoke kwa nani? Mshike mkono, mwambie tumaini lako lisitoke kwa Bwana. Mtikise, mwambie tumaini lako lisitoke kwa Bwana. Mwambie usilitoe kwa Bwana. Usilitoe kwa Bwana. Usilitoe kwa nani jamani? Usilitoe kwa nani? Wengine tumaini lao liko kwenye elimu walionayo. Wengine tumaini lao liko kwenye fedha alizonazo. Mwingine tumaini lake liko kwa watoto walionayo. Mwingine tumaini lake liko kwa mume wake, liko kwa mke wake. Mwingine tumaini lake liko kwa wazazi wake. Mimi nikuombe leo, tumaini lako liende kwa Bwana. Maana binadamu anaweza kashindwa, mtu anaweza kashindwa, lakini Mungu hatashindwa. Mungu hatashindwa. Mungu hatashindwa. Mungu hatashindwa. Mungu hatashindwa. Atatokea, atajibu, na wakati wake atafanyaje? Atafanya. Mwenye masikio, tumaini letu ni kwa Bwana. Usiku himo jaka sawa sawa. Tumaini letu ni kwa Bwana. Tumaini letu ni kwa Bwana. Mungu hashindwi, yeye ana uwezo wa milele. Na tunataka kwa nguvu ya misa takatifu siku ya leo, yale ambayo yameonekana yafai, yale ambayo yanaonekana yaharibika, yanyanyuke tena, kwa maana Bwana ana uwezo wa milele. Mungu ana uwezo wa milele. Mungu ana uwezo wa milele. Daktari anaweza kashindwa, lakini sio Dr. Emmanuel Yesu wa Nazareti. Binadamu anaweza kafika mwisho, akili yako inaweza kafika mwisho, lakini sio Mungu wa Israeli. Yeye hana mwanzo wala hata kwisha, ni wa milele na daima atabakia kuwa nini? Wa milele. Cha msingi, tumaini lako lisitoke kwa nani jamani? Tumaini lako lisitoke kwa nani jamani? Tumaini lako lisitoke kwa nani jamani? Mwenye masikio, mwenye masikio, mwenye masikio, mwenye masikio, mwenye masikio, mwenye masikio. Mambo ya kuzingatia ili tumaini lako libaki kwa Bwana daima. Mambo ya kuzingatia. Nikupe mambo kama matatu haraka haraka. Mambo ya kuzingatia ili tumaini lako daima likae kwa nani? Kwa Bwana. Mambo ya kuzingatia. La kwanza. Usijaribu kukata au kukatishwa tamaa mpaka umepata ulichokusudia. Usijaribu kukata au kukatishwa tamaa mpaka umepata ulicho. Usijaribu kukata tamaa. Usijaribu kukatishwa tamaa mpaka umepata ulichokusudia. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Kukata tamaa ni kujichimbia kaburi kabla hujafa. Kukata tamaa ni kujimaliza kabla hujaondoka. Usikate tamaa mpaka umepata ulichofanyaje? Msije kumwambia usikate tamaa ndugu yangu, mwambie usikate tamaa. Mtikise ndio mwambie usikate tamaa. Mtikise tena mwambie usikate tamaa. Mtikise sasa mwambie usikate tamaa. Mwambie ni swala la muda tu. Mwambie Mungu hajashindwa. Mpaka 50 ngapi? 52. Tunakutana na Batimayo kipofu. Mnamkumbuka? Mnamkumbuka Batimayo kipofu? Alikuwa amekaa njiani akiomba.
akasikia msafara. Yesu anafanyaje? Anapita, haoni, lakini nasikia watu wanapita. Watu wanapita lakini akasema, jamani kuna nini? Kauliza kuna nini? Wakamwambia, Yesu Mnazareti anafanyaje? Hebu sema, Yesu Mnazareti anapita. Sema kwa nguvu, Yesu Mnazareti anapita. Sema kujasiri, Yesu Mnazareti anapita. Wakamwambia, Yesu Mnazareti anapita. Jamaa aliposikia ni Yesu anapita, aliposikia komando anapita, aliposikia jemedari anapita, saa ile ile hamuoni, lakini anajua utendaji wake. Akaanza kupiga kelele, Yesu mwana wa Daudi rehemu, Yesu mwana wa Daudi rehemu, Yesu mwana wa Daudi. Anapiga kelele na hamuoni. Hebu sema, wakamnyamazisha. Hivyo wanaomnyamazisha wako sawa sawa? Wako sawa sawa? Yaani majamaa anapambana asaidiwe, watu wakaenda kumwambia nyamaza. Hivi unafikiri kwa akili zako Yesu ataacha hao wote akusikie wewe? Tena umekaa huko mwisho hata kusikiaje? Nyamaza, usijishoshe. Nyamaza. Akakatishwa nini? Akakatishwa nini? Hivi yule jamani pale kukata tamaa, alifanyaje? Alinyamaza? Alifanyaje? Alifanyaje? Sijasikia jamani. Alifanyaje? Hebu sema, akazidi kupaza kelele, akazidi kupiga kelele, akazidi kuita. Yule jamaa hakukubali kukatishwa nini? Yeye akazidi, Yesu mwana wa Daudi, Yesu ni rehemu. Wakamwambia nyamaza. Nakuuliza leo, ulinyamazishwa na nani na ukanyamaza? Nani alikunyamazisha? Ile siku kuna biashara kubwa, asali ikatokea kubwa ikakunyamazisha. Inawezekana ulikuwa na familia nzuri, yakatokea mafarakano na ugomvi mkubwa, sambaratisha ile ndoa ili unyamaze. Inawezekana ulikuwa na mahusiano mazuri sana, yakatokea balaa yakanyamazisha. Je, ulikubali kunyamaza? Kwa nini ulinyamaza? Bartimayo hakunyamaza, akazidi kupiga kelele, akazidi Yesu, Yesu, kwa kadiri alivyoita kwa imani na kutoka ndani. Yesu akamsikia, Yesu akamsikia, Yesu akamsikia, Yesu akamsikia. Yuko mtu amekuja hapa leo, ile serikali ya mbinguni itamsikiliza. Yuko mtu amekuja hapa leo, Bwana atamsikia. Na Mungu akusikilize, asikilize haja moyo wako. Inawezekana umepambana muda mrefu sana, leo Mungu akusikie. Hebu na mkono sema, Bwana, leo naomba unisikie, leo naomba unisikie. Jumatano ya leo naomba unisikie, usiniache. Na iwe hivyo, na iwe hivyo. Yesu akasema, mwiteni, mwiteni. Wakamwambia, nani? Akamwambia, kuna mtu amekaa kule mwisho kule mbali, mwiteni. Walimnyamazisha, nendeni mkamwite. Majamaa yakaenda, yakafika, aise, jipe moyo, inuka. Hebu sema jipe moyo. Hebu sema jipe moyo. Nisaidia kumtikisa yule kane, mwambie jipe moyo. Mwambie jipe moyo. Mwambie jipe moyo. Jipe moyo. Jipe moyo. Jipe moyo. Wale waliomnyamazisha ndio hao waliotumwa. Wakafika wakamwambia, tulijua umeisha, tulijua biashara yako imekwisha. Kumbe amekusikiliza, kumbe amekusikia tena. Jipe moyo, inuka, anakuita. Jipe moyo, inuka, anakuita. Ongeza matumaini, ongeza matumaini, ongeza matumaini, ongeza matumaini. Haijalishi watu wamenyamazisha, haijalishi watu wamekunyamazisha. Jipe moyo, inuka, anakuita. Mpigize, mwambie unaitwa, mwambie unaitwa, mwambie unaitwa. Mpigize, mwambie unaitwa, mwambie unaitwa, unaitwa. Halo, halo. Alienda kwenda, alienda kwenda. Ukija kwa Yesu njoo kama ulivyo, wala usijifunike. Nenda hivyo hivyo, nenda aone kila kitu, anajua kila kitu, wala usizuie chochote. Vua mavazi, nenda. Mwenye masikio, mwenye masikio. Kwa kule jamaa kukata tamaa, Yesu alistopisha msafara kwa ajili yake. Naomba Mungu leo stopishe msafara kwa ajili yako. Naomba serikali ya mbinguni leo istopishe msafara. Wangapi wanatamani msafara ustopishwe kwa ajili yao? Wangapi wanatamani? Sema inawezekana. Sema inawezekana.
ukakatizwa, msafara ukasimama kwa ajili yake. Mungu, naomba leo msafara usimame kwa ajili ya huyo mtu. Mungu, naomba leo msafara usimame kwa ajili ya mama, msafara usimame kwa ajili ya binti, msafara usimame, msafara usimame. Na serikali ya mbinguni ikisimamisha msafara, imeisha hiyo. Na matatizo yako, balaa zake, mikosi yake, mahangaiko yake, wangapi wanasema msafara usimame leo kwa jina la Yesu wa Nazareti? Msafara usimame leo. Sema inawezekana. Una uhakika? Ndio. Una uhakika? Ndio. Na baada ya misa sema ehe. Sema ehe. Kuhani ataenda kumleta Yesu Ekaristi. Atapita naye katika jina la Yesu. Nataka akipita kwako, msafara usimame. Msafara usimame. Akifika kwako, akimsimamisha komando, manake serikali imestofisha msafara kwa ajili yako. Makuu yatatokea, maajabu yatatokea, na pekee yatafanyika. Mungu atajitukuza. Msafara ukasimama kwa ajili ya mtu mmoja. Msafara ukasimama kwa ajili yako. Hiyo changamoto hata kama imekushinda wewe, haijamshinda Mungu aliye hai. Yes. Hata kama imekuchanganya wewe, haijamchanganya kijana wa Nazareti. Amina. Hata kama imekushinda ni wewe, limekushinda, haijamshinda Yesu. Omba tu msafara usimame. Mwenye masikio? Asikie. Mwenye masikio? Asikie. Yesu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Kutoka kwenye kukaa katikati ya njia mpaka amekutana na komando, wataka nikufanyie nini? Wataka nikufanyie nini? Mpaka mimi najiuliza, Yesu alikuwa haoni cha kufanya kweli? Alikuwa haoni kama jamaa ni kipofu? Alikuwa haoni kama jamaa haoni? Lakini anampiga swali, wataka nikufanyie nini? Maana yake Mungu afanye mpaka useme. Mwangalie mzako, Mungu anasubiri useme. Nisikilize, usije ukasema Mungu anajua. Usije ukasema Mungu ananifahamu. Usije ukasema Mungu anajua matatizo yangu. Mungu afanyi mpaka useme. Mwambie mzako sema. Mwambie sema. Akamwambia, mwalimu, nataka nipate kuona tena. Yesu akamwambia, sasa ni imani yako? Alipata hakupata? Tumaini lilirudi alikurudi? Mwambie mzako usikate tamaa. Mwambie inawezekana. Mwambie inawezekana. Mwambie inawezekana. Mwambie inawezekana. Hilo tatizo hata likiwa kubwa, liambiwe tatizo, sikiliza. Wewe changamoto usikiliza, haujaanza wewe. Walishakuja wenzako wakafanyaje? Wakapita. Yalishakuja mazito yakafanyaje? Yakapita. Liambiwe tatizo, na wewe utapita kama wenzako walivyopita. Na wewe utaenda kama wenzako walivyo. Misa ianze sianze? Ianze. Mpo tayari? Mpo tayari kabisa? Ndio. Naomba usifuate misa hii mazoea. Ifuate kwa imani. Yes. Kipengele kwa kipengele. Ifuatilie hatua kwa hatua. Ichukulie kama misa ambayo ndani ya Juma Kuu. Sema amina. Ifuatilie hatua kwa hatua. Mwambie mwenzako jiandae. Wale ambao walijiandaa kwa vile walivyoviandika, ambao viliwakatisha matumaini, viliwavunja moyo, wameshaviandika tayari. Wengine wameviweka ndani ya bahasha tayari, vimeshakaa tayari na sadaka zao smart, kwamba tunataka turudi kwa Mwokozi wetu ambaye aliturejeshea tumaini baada ya adui kuondoa tumaini. Mwenye masikio, tumsifu Yesu Kristo. Mwambie jirani yako, jipange sawa sawa. Mwambie jipange sawa sawa. Waheshimiwa wanakwaya, karibuni sasa tuweze kuanza. Furahia misa, ifuatilia hatua kwa hatua, kipengele kwa kipengele, ili Mungu ajitukuze na atuletee uzima milele. Karibuni tusimame tuweze kuanza, na Mungu Mwenyezi aweze kufuatilia hatua kwa hatua yale ambayo tumekusudia kwa ajili yetu. Karibu, shiriki misa kwa ukamilifu wake.